Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo? Hii ni Off Pitch TV. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnapata ile mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Tukiwa tupo kwenye michuano ya AFCON, zipo taarifa mbalimbali za kimichezo, na leo hii nataka nikujuze faili zima ama orodha ya wachezaji wanaolipwa pesa ndefu katika ligi ya NBC Premier League. Nadhani kwa sasa NBC Premier League ina wachezaji ambao wametoka mataifa mbalimbali. Kuna ambao wametoka kaskazini, kuna ambao wametoka magharibi, kuna ambao wametoka mashariki na kuna ambao wametoka kusini mwa bara la Afrika. Kila kona wapo wachezaji ambao wanakipiga katika ligi ya NBC Premier League. Lakini kabla sija kujuza orodha ya wachezaji wanaolipwa pesa nyingi, kwanza asante kwa wale ambao wanatupa nguvu, kwa maana Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina zote, kwa maana zipo bati za mgongo membamba, zipo za mgongo mnene, zipo za mfano vigae, pamoja na zile za material ya chenga chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Lakini faida kubwa ambao wapo nayo, kuna warranty zaidi ya miaka 10. Sasa twende nikujuze taarifa ambao nataka nikujuze kwa wakati huu. Wachezaji wanaolipwa pesa nyingi NBC Premier League ni orodha ya wachezaji wa sasa wanaolipwa mishahara mikubwa zaidi ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara, yani NBC Premier League msimu wa mwaka 2025-2026. Kulingana na makadirio ya mishahara ya kila mwezi kwa baadhi ya nyota wa klabu kubwa kama Simba Sports Club, Young African Sports Club pamoja na Azam FC, top wachezaji wanaolipwa pesa nyingi ni wa kwanza ni Neo Maema kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Analipwa kiasi cha shilingi milioni 42. Inasemekana ndiye anayeongoza kwa mshahara kwa sasa katika ligi ya NBC Premier League. Na wa pili ni Faisal Salum Feitoto ambaye anakipiga katika klabu ya Azam FC. Analipwa kiasi cha shilingi milioni 27 za Kitanzania. Chanzo kimoja kimeweka wazi, kinasema kwamba analipwa milioni 50. Ingawaje sasa mshahara kama mshahara ni milioni 27, lakini kuna zile bonus ambazo wakati anasaini mkataba mpya na Azam waliekeana, kwa hiyo zinafika hadi milioni 50. Lakini tunaweza tukasema 27 ama tunaweza tukaweka 50. Kwa hiyo huyo ni Faisal Salum Feitoto. Lakini watatu ni Clement Mzize kutoka katika klabu ya Young Africans, analipwa milioni 32. Nyota huyu wa Yanga na mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania alishawishiwa kuongezwa mkataba wa tofauti na ule wa awali, wakati ule akiwa anahitajika na baadhi ya timu ambazo timu kutoka Morocco na nyingine kutoka Tunisia ambao walikuwa wanamhitaji kwa hudi na uvumba, kina Shababi Riaz Belouizdad, lakini Young Africans wakambakisha kwa kumuongeza mshahara wa kiasi cha shilingi milioni 32. Na mchezaji wa tatu ambaye yupo katika chati ya wanaolipwa pesa nyingi ni Balakonte Musa kutoka katika klabu ya Young Africans. Analipwa kiasi cha shilingi milioni 26. Ni kiungo mshambuliaji ambaye amesajiliwa msimu huu na mambo yapo hali jojo, kwa maana bado hajadeliver kile ambacho Young Africans walikiona wakati upo katika klabu ya CS Sfaxien ya nchini Tunisia. Anayefuata ni Roshin Dirok. Yeye yupo katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Yeye analipwa sawa na Musa Balakonte kwa maana kiasi cha shilingi milioni 26 za Kitanzania. Taarifa zinaeleza hivyo. Lakini wachezaji wengine ambao wanalipwa pia pesa nyingi, nimekutajia hii orodha ya wachezaji watano, lakini wengine ambao wanafuata chini yao, kwa maana hapo kuna Mohamed Hussein Zimbwe, naye analipwa milioni 26. Pacome Piodo Zuzwa analipwa milioni 22. Lassine Kouma kutoka Young Africans analipwa kiasi cha shilingi milioni 21.5. Cletus Chota Chama anakipiga katika klabu ya Singida Black Stars, analipwa milioni 20 kwa mwezi. Lakini mwingine ni Prince Mpumelelo Dube katika klabu ya Young African Sports Club, analipwa milioni 19. Maelezo ya makadirio ni klabu zinalipwa vizuri sana. Yani klabu zinalipwa vizuri sana. Simba ina wachezaji wa juu zaidi, lakini inaofuata ni Young Africans, alafu inaofuata ni Azam FC. Kwa maana Simba wanalipa mishahara mikubwa
kiujumla sasa, yani ukiangalia wale wachezaji kwa ujumla mishahara ambao wanalipwa, Simba ndo analipa mishahara mikubwa. Wakitoka Simba anakuja Young Africans, alafu anakuja klabu ya Azam FC. Mishahara inaweza kujumuishwa na bonus za ushindi, ubingwa na kadhalika. Malipo ya kimkataba, yani signing fee, na makubaliano zaidi kama malazi, gharama na za maisha na kadhalika. Ipo hivi, unaweza ukapita kwenye vyanzo, kuna baadhi ya watu wanadanganyana kwamba kuna mchezaji analipwa milioni 100, sijui milioni 50, milioni 70, 60. Hazina ukweli taarifa hizo. Kwa sababu kuna watu wengine wanaunganisha na signing fee. Labda kama signing fee anabidi alipo milioni 100 kati ya msimu, afu baadaye ongezee milioni 100. Kuna watu wengine wanajua analipo ile milioni 100 kila mwezi. Hapana. Yani unaweza ukasaini, mfano mchezaji kama Nelson Nangu amekuja Simba, signing fee ukiacha milioni 200 ambao analipwa JKT Tanzania, lakini pia analipwa milioni 150 ya kwake yeye. Na hiyo 150 ni kwamba anatanguliziwa milioni 50, katikati ya msimu atapewa milioni 50, alafu msimu unaofuata pia anapewa milioni 50. Sasa kuna watu wanachanganya, wanajua ile milioni 50 anapewa kila mwisho wa mwezi. Hapana. Hizo bonus, signing fee na kadhalika ni tofauti na mishahara. Ndio hiki ambacho nimekileta sasa hivi. Hapa mimi nimegusa kwenye mishahara na baadhi ya bonus ambazo wao wamekubaliana kwenye mikataba yao. Kwa hiyo tunaweza tukasema wa kwanza ni Neo Maema, wa pili ni Faisal Salum Feitoto, wa tatu ni Clement Walidi Mzize, wa nne ni Bala Conte, na wa tano ni Rushin Dirok. Kwa hiyo unaweza ukaona Simba wawili, Young Africans wawili na Azam mmoja. Hii inasisitiza jinsi gani ligi ya Tanzania inavyoendelea kupanda viwango kwa kulipa vizuri nyota wake wakubwa. Ndio maana unaona wachezaji sasa hivi hawasiti kuja katika ligi ya Tanzania. Timu inaongoza kulipa mishahara. Takwimu za mishahara zinazopatikana kwa sasa kwa wachezaji wa klabu kubwa, Simba, Young Africans pamoja na Azam FC ndani ya NBC Premier League, makadirio ya mishahara kwa mwezi msimu wa mwaka 2025 2026 yapo hivyo. Kwa maana mishahara ya klabu kuu, kwa maana Simba ni klabu yenye uwezo mkubwa wa kifedha, mishahara inakadiriwa kuwa juu zaidi ligi kuu ya Tanzania bara. Mishahara ya wachezaji wa juu ambao wanalipwa ni Neo Maema 42, Rushin Dirok, Mohamed Hussein na kadhalika. Hizi ndio orodha ambayo nimekupa. Kwa maana Simba ina uwezo wa kulipa wastani wa shilingi milioni 8 mpaka milioni 20 kwa wastani, yani jinsi ambavyo wao wanaweza kulipa mishahara. Lakini pia ukiangalia makadirio ya Young Africans, wao wanaweza kulipa milioni 7 mpaka milioni 18 kwa makadirio. Lakini klabu nyingine inayofuata ni klabu ya Azam, ambao wao makadirio wanaweza kulipa milioni 4 mpaka milioni 16. Hivi ndivyo makadirio ya mishahara ambayo wanalipa kutokana na chanzo ambacho tupo nacho. Kwa hiyo Simba bado inaongoza kuwa timu ambayo inalipa vizuri katika ligi ya NBC Premier League. Mambo ya kujua ni mishahara inaweza kubadilika msimu hadi msimu kulingana na mikataba na ufadhili wa klabu. Klabu hutoa pia bonus za ushindi, malazi, afya na ziara za kimataifa. Sio sehemu ya mishahara wa kila mwezi, hizo zinakuwa ni bonus. Azam, Simba na Young Africans ndio zinaongoza kwa utaratibu wa kulipa mishahara mizuri, lakini pia hawa ndio ambao wanamiliki wachezaji wengi wa kigeni ambao pia wanawalipia malazi na kadhalika. Kwa hiyo ndio orodha kamili ya kile ambacho nataka nikujuze kwa wakati huu. Lakini asante kwa Double G Cleaners. Hawa ni mabingwa wa kufanya usafi kwenye maeneo mbalimbali. Kama una eneo lako unataka kufanywa usafi, basi waone Double G Cleaners. Lakini pia kama unahitaji kiwanja, pia hawa wanadili na masuala mazima pia ya viwanja. Wacheki kwa namba ya simu ambayo inapita hapo chini. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Mimi naitwa Yusuf Katambula na hii ni Off Pitch TV. Bye bye.